Wana na binti za Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kuwakaribisha katika siku nyingine ya kujifunza maandiko matakatifu. Tunatiwa moyo sana tunapoona comments na maoni mbalimbali ambayo tunayapata kutoka kwa wasikilizaji wetu. Mungu atubariki sana. Wapo ambao wanatuombea, lakini wapo ambao wanashare zile jumbe ambazo tunaziweka katika mitandao ya kijamii. Wote katika umoja wenu, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Katika somo lililotangulia tulijifunza kuchunguza unabii sehemu ya kwanza, ambapo tuliangalia kitabu cha Danieli sura ya 2. Tuliona historia ya dunia tangu mianzo mpaka miisho ikiwa imeelezewa katika ile sanamu ya ajabu ambayo Mfalme Nebukadneza aliiona. Sasa leo tunaenda kuwa na somo jingine ambalo linafanana kwa sehemu kubwa na lile somo la kwanza. Actually ni kitu kile kile, lakini leo tutaenda kuangalia kitabu cha Danieli pamoja na kitabu au sehemu ya kitabu cha Ufunuo, lakini mada kubwa ni ile ile juu ya yale Mungu ambayo anatuambia kuhusu historia ya dunia. Katika haya yote tunajifunza kwanza ya kwamba Mungu wa mbinguni ndiye anayetawala historia. Yaani licha ya kwamba inaweza ikaonekana kwamba ufalme fulani umeinuka labda kwa sababu ya nguvu za kivita za mtawala fulani. Tumejifunza habari za wakina Alexander the Great, wakina Napoleon na wengine, lakini mara zote imekuwa kwamba ni Mungu ndiye aliyeamuru hayo mambo, na kwamba hakuna kitu ambacho kinatokea kwenye hii historia ambacho hakina maelekezi kutoka kwa Mungu, hasa tunapokuja kwenye swala la kuinuka na kuanguka kwa tawala na falme mbalimbali za dunia. Sasa nikukaribishe leo tuende tukaangalia kitabu kingine ambacho ni amazing, kitabu ambacho kinaelezea pia historia ya dunia kama kawaida tangu wakati wa Babeli mpaka miisho, lakini sasa ikiwa katika lugha tofauti. Hii ni Jerusalem Media Tanzania na tunaenda kuangalia Danieli sura ya 7 pamoja na kitabu cha Ufunuo. Hebu na tuombe. Baba yetu, umekuwa mwema kwetu siku zote. Asante jinsi ambavyo unatufunulia maandiko yako matakatifu. Tunaiona tabia yako, tunaona uwezo wako mkubwa ukiongoza matukio ya dunia, na hivi Mungu wetu tunayo furaha kujikabidhi mikononi mwako. Wewe Mungu unajua mwisho tangu mwanzo. Karibu utuongoze tunapoenda kuangalia kitabu cha Danieli sura ya 7 kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Katika Danieli sura ya 7 tunaona simulizi la Danieli. Danieli anatuambia kwamba katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwa Belshaza, mfalme wa Babeli, aliota ndoto. Sasa hivi nina hakika ya kwamba anaposema kwamba katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwa mfalme Belshaza, tunajua ya kwamba huyu ndiye alikuwa mfalme wa mwisho wa kile kichwa cha dhahabu ambacho tulikiona kwenye Danieli sura ya 2, na tunatambua tuliona kwenye somo lililopita ya kwamba kutoka kwa huyo mfalme Belshaza ndipo Wamedi waliweza kutoa ufalme wakiongozwa na Koreshi. Kwa hiyo sasa katika ule mwaka wa kwanza kutawala kwa huyo Belshaza, Danieli aliota ndoto, na hivi anatusimulia ndoto ambayo aliota. Anasema kwamba Danieli aliona katika maono wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Biblia imejaa vielelezo na lugha ya mafumbo. Sasa anasema katika ndoto yake aliona pepo kubwa 4. Anasema pepo 4 zilivuma juu ya nchi, zilivuma juu ya bahari kubwa, na anasema zilipovuma juu ya bahari kubwa, anatuambia kwamba ndipo wanyama wakubwa 4 wakatokea baharini, wote wa namna mbalimbali. Anaona wanyama wakubwa 4 wanatokea baharini, lakini kila mnyama ana aina yake, ndio maana anasema ni aina mbalimbali. Sasa tumesema kwamba lugha ya kinabii inaweza kuwa lugha ya ishara. Hapa ameongelea habari ya pepo 4 zinazovuma juu ya bahari kubwa. Pepo zinamaanisha machafuko, ile hali ya kukosa utulivu, ile hali ya vita pamoja na mambo kama hayo. Upepo, unajua vurugu ambayo inaletwa na upepo. Lakini Biblia inatuambia kwamba inapozungumza habari ya bahari kubwa au maji mengi, mkusanyiko wa maji mengi, basi inawakilisha makutano au jamii kubwa ya watu. Na hii tunaipata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 17 aya ya 15, ambapo ukisoma hapo neno la Mungu linasema hivi: kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hiyo tukiweka Danieli 7:2 katika lugha nzuri, ni kwamba Danieli aliona katika ndoto za usiku machafuko na hali ya kukosa amani, msuguano wa kivita ukitokea katika mataifa.
ya wakati wake. Na katika vurugu hizi za kimataifa, vurugu za vita pamoja na machafuko mengine, ndipo akaona wanyama wakubwa wanne ambao walitokea katika machafuko hayo, lakini wote walikuwa wa namna mbalimbali. Na hivyo anaendelea kwamba wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Huyu ni mnyama wa kwanza, unamuona hapo kwenye screen. Anasema alikuwa ni simba, ana mabawa. Lakini Danieli wakati anashangaa yule mnyama kwamba inakuwaje simba anakuwa na mabawa tena ni tai, anasema alitazama yale mabawa yake akatokea manyoya, akasimamishwa kwa miguu miwili kama mwanadamu. Kwa hiyo Danieli anamuona mnyama wa kwanza ambaye alikuwa ni simba mwenye mabawa ya tai. Danieli anapojaribu kuangalia kwamba huyu mnyama ni mnyama wa aina gani huyu, anasema aliona manyoya yanatokeza, halafu anasimamishwa kwa miguu miwili, naye anapewa moyo wa mwanadamu, anapewa utambuzi wa binadamu. Sasa hii Danieli sura ya 7 inafanana kabisa na Danieli sura ya 2. Na huyu simba tunaona ni mwakilishi wa ule ufalme wa kwanza wa Babeli ambao tuliona katika Danieli sura ya 2 ya kwamba ulianza kwenye ule mwaka wa 606 kabla ya Kristo, na historia nyingine wanasema 605, na ukaenda mpaka katika mwaka wa 538. Kama ambavyo huu ufalme ulikuwa ni mkubwa sana na wenye mamlaka sana na wenye nguvu sana, uliweza kufananishwa na simba, mnyama wa porini, lakini alipewa mbawa kama mbawa za tai. Mbawa za tai zinamaanisha wepesi ambao huu ufalme ulikuwa nao katika kuyashinda mataifa mengine na kuyatumikisha, kuyaweka chini ya utawala wake. Lakini pia anasema alipewa moyo wa mwanadamu, kwa maana ya kwamba utambuzi wa mwanadamu, kimaanisha hekima ambayo huu ufalme uliweza kuwa nayo kupitia wafalme kadhaa ambao waliuongoza huu ufalme. Ndipo Danieli sasa akiwa anaendelea kumshangaa yule mnyama, anatuambia anakuja kumuona mnyama wa pili. Kwa maana nyingine anasema kwamba aya inayofuata anasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinulia upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Sasa wakati Danieli anaendelea kumshangaa yule mnyama wa kwanza, ndipo kutoka kwenye yale machafuko anaonekana mnyama wa pili, na huyu anasema alikuwa ameinuliwa upande mmoja. Mnyama huyo ni dubu, aliinuliwa upande mmoja, lakini pia alikuwa na mbavu tatu katika kinywa chake. Wakamwambia, hatujui ni wakina nani walimwambia, lakini tunasoma kwamba walimwambia kwamba inuka ule nyama tele. Huu ulikuwa ni ufalme wa pili ambao ulikuwa ni ufalme wa Wamedi na Waajemi. Ni fezi ya pili ambapo kwenye Danieli sura ya 2 pale ilikuwa inafananishwa na ile mikono na kifua ambacho kilikuwa ni cha madini ya fedha. Huu wanahistoria wanasema kwamba ulikuwa ni moja kati ya falme katili kabisa ambazo zimewahi kuwepo kwenye historia, na ndio maana hata zinawakilishwa na dubu. Lakini zile mbavu tatu wanasema kwamba wanahistoria kwamba ni majimbo matatu makubwa ambayo huu ufalme ulikuwa umeyasimamia, yaani jimbo la Babeli pamoja na Misri pamoja na jimbo jingine lilikuwa linaitwa Lydia. Lakini anasema kwamba huyu dubu sifa yake nyingine ni kwamba alikuwa ameinuliwa upande mmoja. Huu ni ukweli kwamba ufalme wa Waajemi katika fezi ya pili ya utawala wa dunia, Waajemi walikuwa wana nguvu kimamlaka kuliko Wamedi, na ndio maana anasema huyu dubu alikuwa ameinuliwa upande mmoja, kwa sababu Waajemi kimsingi walikuwa na nguvu kuliko Wamedi, licha ya kwamba kwenye utawala walianza Wamedi wakiongozwa na Dario yule wa kwanza, ambaye tulijifunza tena kwenye somo lililopita kwamba Dario huyu wa kwanza alikuwa ni mjomba wa Koreshi. Kwa hiyo huo ni ufalme wa pili uliokuwa unawakilishwa na dubu. Sasa zingatia kwamba falme hizi zote zinainuka kutoka katika machafuko na vita, yani zile pepo nne kubwa ambazo zilivuma juu ya ile bahari kubwa. Huu ni uhalisia ya kwamba hakuna ufalme ambao uliinuka kutawala ukiushinda ufalme mwingine ambao haukuushinda kwa vita. Ya lazima kulikuwa kuna vita, machafuko na umwagaji damu, ndipo ambapo hizi falme ziliinuka katika utawala. Basi kutoka kwa huyu dubu Danieli anaona mnyama mwingine, na hapa anatuambia ya kwamba kisha nikaona na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Danieli anamuona mnyama wa nne ambaye anasema huyu alifanana na chui, lakini maajabu, chui ni mnyama wa porini tunamfahamu, dubu ni mnyama wa porini na simba ni wanyama wa porini.
lakini wanakuwa na sifa ambazo zinaleta namna fulani ya mshangao na upekee. Simba mwenye mbawa za tai, na hapa tunamuona chui ambaye yeye ana mbawa 4 mgongoni mwake, na tunaambiwa ya kwamba nisome hapa, ana vichwa 4 tena akapewa mamlaka. Sasa tulifahamu kutoka kwenye unabii wa Danieli sura ya 2 ya kwamba ufalme uliowashinda Waajemi alafu ukaja kuchukua madaraka ni ufalme wa Wayunani, unaweza ukawaita pia Wagiriki. Ndio hawa Wayunani au Wagiriki, ambapo hapo unapokuja kusoma kwenye hii Danieli sura ya 7 tunaambiwa ya kwamba alikuwa ni chui. Mbawa 4 zinamaanisha kasi ambayo huu ufalme uliitumia katika kuyashinda mataifa yote na kuyaweka chini ya mamlaka yake. Wanahistoria wanasema ndani ya miaka 8 tu, miaka 8, ufalme chini ya Alexander Mkuu ulikuwa tayari umeshaushinda ulimwengu wote wa wakati huo, na hakuna ufalme ambao uliweza kusimama dhidi ya huyu utawala wa Warumi chini ya mfalme wake wa kwanza, yani Alexander Mkuu. Wanahistoria wanasema hata Alexander alipoishinda dunia nzima alikaa chini na kusikitika kwamba hakuna ufalme mwingine ambao ninaweza kupigana nao. Unapigana na nani wakati mataifa yote tayari yapo chini yako? Lakini tulijifunza tena kitu kingine, watu wa Mungu, kule kwenye Danieli sura ya 2 tutakuwa tunalinganisha. Tulijifunza ya kwamba ufalme huu hapa anatuambia una vichwa 4. Tulijifunza kwenye Danieli sura ya 2 ya kwamba huu ufalme ulikumbana na mpasuko wakati huyu mfalme kijana Alexander Mkuu alipokufa akiwa na miaka 32 tu kwa sababu ya ulevi, ule mwaka wa 323 kabla ya Kristo. Sasa wakati anakufa, wakati majemadari wake hakuwa na mtoto, walimuuliza ufalme wako unauacha chini ya nani? Akasema ninauacha katika mikono ya aliye na nguvu miongoni mwenu, akiwaambia makamanda wake ambao walikuwa wanapigana naye vita. Sasa hao makamanda walikuwa ni 4. Alikuwepo mmoja alikuwa anaitwa Kasanda, mwingine alikuwa anaitwa Lysimachus, mwingine alikuwa anaitwa Ptolemy, mwingine alikuwa anaitwa Seleucus, 4. Ndipo sasa wakati amefariki na taratibu za kumzika zimekamilika, hawa makamanda wakaanza kupigana, kila mmoja akitaka awe ndiye mtawala anayefuata. Historia inatuambia kwamba walipigana kwa muda mrefu, lakini hakuna aliyeweza kumshinda mwenzie. Ndipo wakagawana majimbo, na ndipo hapa sasa unasoma ya kwamba huyu chui alikuwa na vichwa 4, kwa maana ya kwamba ufalme wa Uyunani uligawanywa katika majimbo 4 kulingana na wale makamanda ambao walitawala baada ya huyu Alexander Mkuu ambaye alifariki akiwa na miaka 23 kwa ulevi, akiwa hajaacha mrithi au successor, yani akiwa hana mtoto. Na hapa tunajifunza juu ya faida ya kujitawala. Mfalme ambaye aliweza kutawala dunia nzima na kuitiisha chini ya utawala wake alishindwa kujitawala mwenyewe. Yani anakufa kama matokeo ya ulevi akiwa na umri kijana mdogo kabisa wa miaka 32. Biblia inafundisha wazi ya kwamba yule anayeweza kuuweza na kuutawala mwili wake katika kila hali ni shujaa zaidi yule ambaye anaangusha ngome au ambaye anateka mji. Na ndio maana tamaa za miili yetu ni lazima kimsingi tuziweke chini ya maangalizi ya Mungu. Ni lazima tuhakikishe kwamba yale mapenzi yetu ya mwili, tamaa ya chakula, tamaa ya mavazi na kila aina ya tamaa ipo chini ya maongozi ya Mungu, ili kisije kikatutokea kile ambacho kilimtokea huyu mfalme. Tunaweza tukawa tuna mafanikio katika nyanja zingine za kimaisha, kitaaluma, kijamii, hata kidini wakati mwingine, lakini tukawa tuna changamoto moja tu ya kitabia ambayo inatuangusha. Mbele za Mungu tutakuwa tumepungua sana. Na ndio maana zaidi ya mara moja ukiangalia sehemu ya jumbe ambazo hata watumishi wa Mungu walikuwa wanaandika kwa vijana na kwa watu wengine, mojawapo ya jambo ambalo walikuwa wanalisisitiza ni juu ya kuwa na kiasi. Kwa sababu mtu asiyekuwa na kiasi, hata kama atakuwa vizuri katika mambo mengine, basi atakuwa na changamoto na atakuwa amepungua sana, akiwa katika hatari ya kuanguka. Basi turudi katika kitabu chetu cha Danieli sura ya 7. Tumetoka kuangalia ufalme wa Uyunani. Ufalme wa Uyunani chini ya Alexander Mkuu pamoja na majemadari wake wale 4 ambao walikuwa ni kama vile vichwa 4 vya chui. Wao walichukua madaraka kutoka ule mwaka wa 331 wakiwashinda Waajemi, wakaenda mpaka mwaka wa 168. Mwaka wa 168 badiliko jingine likatokea, lakini tunakumbusha tena kwa mara nyingine kwamba badiliko hili lilitokea kutoka katika machafuko ya kivita ambayo ulimwengu wa wakati huo ulikuwa umeyaingia. Ndipo sasa tunasoma katika aya inayofuata, ile aya ya 7, anasema baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Aliona nini? Na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana,
alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Hiyo ni Danieli 7:7. Mnyama huyu ni tofauti kabisa na wale wengine. Wale wengine japo walikuwa na sifa zao ambazo zilikuwa ni za ajabu kidogo, lakini at least kwa sehemu walikuwa wanafanana na wanyama fulani wa mwituni. Sawa, ni ana mabawa mawili, lakini ni simba, at least tunaweza tukajua kwamba alifananaje. Ameinuliwa upande mmoja, lakini ni dubu, ana mbawa 4 kama za tai, lakini ni chui. Huyu wa 4 Danieli anasema alishindwa kumuweka kwenye kundi gani. Alikuwa hafanani na mnyama yoyote wa porini, ni mkubwa sana. Angalia, ana pembe 10, lakini pia ana meno ya chuma. Yani ni mnyama ambaye kwa kumwangalia tu anatisha. Lakini Danieli anatuambia kwamba alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Sasa ukisoma Danieli 7:17, kabla hatujafika mbali, Danieli 7:17 neno la Mungu linasemaje? Imeandikwa hivi kwenye Danieli 7:17, wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Kwa hiyo tunavyojifunza habari za hawa wanyama 4, tunaposema kwamba mnyama wa kwanza ni ufalme fulani au mnyama wa pili ni ufalme fulani, kimsingi sio nadharia tu ambayo inabuniwa na wanadamu. Neno la Mungu liko wazi ya kwamba wale wanyama 4 uliowaona ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Lakini pia hapa tunapaswa kuwa makini, kwa sababu neno hili wafalme 4 watakaotokea duniani sio lazima limaanishe mfalme kwa maana ya mtu mmoja. Ni mwanadamu gani angeweza kuishi kuanzia mwaka wa 605 mpaka mwaka wa 538, au angeweza kuishi tuseme ufalme wa Rumi labda ambao ulianza mwaka wa 168 katika fezi ya kwanza ya Rumi ya kipagani mpaka mwaka wa 476. Hakuna mwanadamu angeweza kuishi. Kwa hiyo tunaichukulia hii kumaanisha ufalme chini ya wafalme mbalimbali ambao angeweza kupita. Lakini Danieli sura ya 8 inaliweka hili vizuri zaidi. Angalia anavyosema katika aya ya 20, anasema yule kondoo mume uliyemuona mwenye pembe 2, hizo ndizo wafalme wa Umedi na wa Ajemi. 21, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni ufalme wa kwanza. Wao, Biblia haituachi tutengeneze nadharia zetu. Anatuambia kwamba yule kondoo uliyemuona ni ufalme wa Wamedi na wa Ajemi, na yule beberu uliyemuona ni ufalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyokuwa kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Kumbe hapa tunapata mambo mawili makubwa. Moja ni kwamba mnyama anawakilisha ufalme katika maandiko matakatifu, lakini pia tunapata uthibitisho zaidi ambao unafanana na uthibitisho wa kihistoria ya kwamba Wayunani walikuwa katika phase 2. Moja, waliongozwa na ufalme mmoja, yani pembe kubwa ambaye alikuwa ni Alexander, lakini tunaambia kwamba ile pembe kubwa ilivunjika, na kwenye ile pembe kubwa iliyovunjika zikazuka pembe 4. Biblia ni yenye kushangaza sana. Angalia Danieli 8 aya 8 anavyosema. Anasema na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Hizi pembe 4 ndogo ambazo zinaibuka baada ya ile pembe moja kubwa kuvunjika ni kama vile vichwa 4 ambavyo tuliviona kwa yule chui ambaye alikuwa ni mnyama wa 3, na ndio huyo ambaye Danieli 8:21 anatuambia kwamba ile pembe kubwa uliyoiona kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza ambaye alikuwa ni Alexander mkuu. Zile pembe 4 ndogo ni wale makamanda 4 ambao walikuja kuibuka baada ya Alexander kufariki, na hapa tunaambiwa kwenye Danieli 8:9 ya kwamba aliibuka, ile pembe ndogo iliibuka wakati inajitukuza ya kwamba hakuna kama mimi. Na ndio maana tunajifunza kwamba at the peak of its power ufalme wa Uyunani unakuja unaanguka, na badala yake yule mfalme wa kwanza Nebukadneza anaanguka, zinatokea pembe 4 ambao ni vichwa 4 vya yule chui wa Danieli sura ya 7. Halafu baada ya hapo ufalme wa Uyunani unaanguka kabisa kabisa. Sasa tupo kwenye huyu mnyama wa 4 ambaye tulijifunza ni ufalme wa Rumi. Sasa jambo la kufurahisha au jambo la kushangaza ni kwamba huu ufalme wa Rumi ulikuwa ndio ufalme wa mwisho, na baada ya ufalme huu kama tulivyosoma kwenye Danieli sura ya 2 lingekuja lile jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono na kuharibu hizi falme zote za kidunia na tawala zingine na kuinua ufalme wa Mungu ambao utakuwa ni ufalme wa milele usioweza kuangushwa na falme zingine zote. Rumi ilikuwa na sehemu 2 za utawala. Moja ni utawala wa kipagani ambao huu ulianzia mwaka wa 168 mpaka mwaka wa 476. Katika wakati huu Rumi ilitawala kama tawala tu zingine, lakini jambo la kushangaza ni kwamba hii Rumi baadaye
ilikuja ikabadilika ikawa na sifa za kidini ndani yake, na tutaenda kuona katika somo hili la leo. Tuendelee na ugunduzi wetu wa kushangaza, Danieli sura ya 7. Neno la Mungu linaendelea kusema hivi: nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Hapa anasema kulikuwa kuna pembe 10. Hizi pembe 10 ni kama vile vidole 10 ambavyo tuliviona kule kwenye Danieli sura ya 2. Kwa hiyo kama kawaida tumeshuka kutoka kwa simba mwenye mbawa 2 mpaka kwa mnyama huyu wa kutisha ambaye hatujui ni mnyama gani mwenye pembe 10, ambapo ni mfano wa Danieli sura ya 2, ambapo tuliona mnyama ile sanamu. Tumeshuka kutoka kwenye kile kichwa cha dhahabu mpaka kuja kwenye vile vidole 10 ambavyo vilikuwa ni mchanganyiko wa chuma na udongo, na hivyo tumefika katika vile vidole 10 ambavyo ni sawa kabisa na hizi pembe 10 ambazo tunaziona kwenye hii Danieli sura ya 7. Na nikukumbusha kwamba hizi pembe 10 yalikuwa ni yale mataifa 10 ambayo kimsingi yaliibuka baada ya mvunjiko wa ile Rumi ambayo ilikuwepo pale Ulaya Magharibi. Hapa tuna mataifa 10 haya, ni yataje kama nitaweza kuyakumbuka vizuri yote. Tuna taifa moja linaloitwa Anglo-Saxons, lakini pia tuna Alamani, tuna mataifa mengine, tuna Visigoths, tuna Heruli, Vandals, Ostrogoths, Lombards, Franks, Huns. Hayo yote yalikuwa ni makabila au mataifa ambayo yalikuja kujibuka kutoka katika ule mvunjiko wa Rumi. Na hapa sasa tunaambiwa sasa kitu kingine hapa, tunatambulishwa kwamba inakuja kutokea pembe ndogo. Neno la Mungu linasema hivi: nikaziangalia sana pembe zake, hata natazama pembe nyingine ikazuka kati yayo, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Inakuja kutokea pembe nyingine ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 zinang'olewa kabisa. Ni kama kusema hii pembe inapokuja kuinuka, pembe 3 zinang'olewa kabisa, ndio zinakuwa replaced na hii pembe ndogo. Kwa hiyo badala ya pembe 10 tunakuwa na pembe 8, kwamba 7 zilizokuwa zimebaki pamoja na hii moja ambayo inainuka inakuja na zing'oa zile pembe 3. Sasa leo msisitizo wetu mkubwa utakuwa katika mamlaka ya hii pembe ndogo, na tutaenda kuangalia kwa sehemu, halafu tutakuja kuangalia sehemu ya pili juu ya hii mamlaka ya pembe ndogo kwenye somo ambalo linafuata. Ni kuombe tu msikilizaji ya kwamba tuendelee kuwa pamoja katika ugunduzi huu mkubwa. Nina uhakika kabisa ya kwamba tunaenda kujifunza mambo ambayo hukuwa umeyafahamu hapo kabla, lakini mambo ambayo yatakuandaa. Somo hili linatuandaa kwa ajili ya kukutana na marejeo ya pili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo kama tulivyojifunza yapo mbele au yapo katika wepesi mno, yapo karibu mno kuliko hata ambavyo tunatarajia. Sasa hii pembe ndogo ina baadhi ya sifa ambazo ndizo hasa natamani tuweze kuziona katika somo la leo. Ukisoma kwenye 19 hii Danieli sura ya 7, Danieli anasema hivi: kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Hii pembe ni ya kipekee. Pembe zingine zipo kama pembe za kawaida, lakini hii pembe ina macho kama macho ya mwanadamu, lakini pia ina kinywa ambacho kinanena maneno makuu. Tutaenda kuona maneno haya makuu ni yapi. Kwa hiyo Danieli anakosa amani, anakosa utulivu. Anataka malaika amwambie kwamba sawa, wanyama hao 4 nimewaona, ni rahisi kuweza kuwatambua. Huyu mnyama wa 4 ni nani? Sitakuwa na amani mpaka nimemfahamu. Na huyu mnyama wa 4 sawa, ana pembe 10. Hii pembe ndogo mbona kama ni ya ajabu, ni tofauti na zile zenzie. Nataka kufahamu hii pembe pia ni nini maana yake. Wanahistoria wanasema kwamba hii pembe ina macho, ina mdomo, lakini haina masikio, haisikii. Tutaenda kujifunza maana ya kuwa na macho kama macho ya wanadamu na kinywa ambacho kinanena maneno makuu. Ndipo sasa malaika anakuja anamfunulia Danieli habari ya hii pembe ndogo. Neno la Mungu linasema hivi, 21 ufafanuzi unaanza, anasema 21. Neno la Mungu linasema 23, anasema akasema hivi: huyo mnyama wa 4
atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na zile falme zingine zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunjavunja vipande vipande. Huyu mnyama alikuwa na nguvu, mamlaka yake ni kubwa mno. Neno la Mungu linatuambia kwamba atakula dunia yote na atakanyaga mabaki vipande vipande. Katika zile falme 4 ambazo tulijifunza, hakuna ufalme ambao umeongoza kwa muda mrefu hata katika ile fezi ya kwanza ya Rumi ya kipagani kama Rumi. Mwaka wa 168 mpaka mwaka wa 476. Ni zaidi ya karibu miaka 700 hapo. Upo tu unatawala. Lakini ni mamlaka yenye nguvu mno, tofauti kabisa na zile za kwanza, kiasi kwamba huyu mjumbe kutoka mbinguni anasema sio tu kwamba atatawala dunia, lakini atakula dunia. Katika ufalme huu wa Rumi ndipo hata Mwokozi wetu Yesu Kristo aliuawa. Rumi hii ndio ambayo iko responsible au inawajibika kwa ajili ya vifo vingi vya watakatifu wa Mungu ambao walikufa wafia dini. Mitume wote karibu wengi tu wa kutosha walikufa chini ya utawala hii Rumi. Kwa hiyo ilikuwa ni Rumi ya kipagani, Rumi yenye nguvu, Rumi katili kuliko falme zingine zile zote. Tunaelekeza mkazo wetu sasa katika kujifunza habari ya hii pembe ndogo, kwa sababu inaonekana kuwa tofauti na zile zingine. Neno la Mungu linasema hivi: na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. 25 kazi yake. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Mtu wa Mungu, sasa hapa twende vizuri. Kazi ya pembe ndogo, tunaambiwa kuna baadhi ya sifa zimetajwa hapa, sifa bainishi za kutuwezesha kuitambua hii pembe ndogo, kwa sababu ni falme, na falme tunaweza kuzitambua kwamba ufalme huu ni ufalme huu, ufalme wa tatu ni Uyunani, ufalme wa kwanza ni Babeli. Ni lazima tuweze kuutambua huu ufalme, kwa sababu Biblia imeshatupatia ID ya huyu mnyama, ya hii pembe ndogo, kiasi kwamba ni lazima tuweze kufahamu ya kwamba hii pembe ndogo ni ufalme gani. Sifa zipo hapa kuanzia aya ya 19 mpaka aya ya 25. Lakini kitu cha kufurahisha juu ya hii pembe ndogo, kabla hatujaiangalia, ni kwamba hii pembe ndogo inaendana kabisa na yule mnyama ambaye anatajwa kwenye Ufunuo sura ya 13. Na hapo pia nilisema mwanzoni wa somo letu ya kwamba tutajikita katika kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Hebu angalia kile ambacho kinasemwa na Ufunuo 13 aya 5. Anasema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Sasa acha hii twende kitabu cha Ufunuo 12 aya ya 14. Neno la Mungu linasema hivi: na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke ende zake nyikani hata mahali pake, hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Sasa hapa nitakuwa na baadhi ya reference au vitabu vya rejea ambavyo nitavitumia ili twende tukaangalie hii pembe ndogo hatua kwa hatua, tusiache hata sifa yake moja, ili baadaye tutakapokuja kuitambulisha kwamba sasa hii pembe ndogo ni utawala fulani, tusiweze kuwa na mashaka yoyote. Hapa ndipo na baadhi ya vitabu ambao tutavitumia kwa ajili ya rejea kuangalia sifa za hii pembe ndogo. Sasa twende tukaone baadhi ya sifa. Hapa tunaenda kuangalia sifa 9 za hii pembe ndogo, na niweke Biblia yangu pembeni alafu twende. Anasema sifa ya kwanza ni kwamba hii pembe ndogo ilitokea miongoni mwa zile pembe 10, na ndio maana tunasoma ya kwamba hii pembe ndogo ilizuka miongoni mwa zile pembe 10, ambazo pembe hizi 10 tunafahamu ya kwamba kijiografia lilikuwa katika eneo la Ulaya Magharibi. Hiyo ni sifa ya kwanza ambayo ndio kulikuwa kuna mamlaka hii ya 10. Lakini pia anasema kwamba ilizuka kati ya hizo pembe, na hii ilimaanisha ya kwamba pembe hii ndogo ilizuka wakati fulani baada ya kuinuka kwa hii pembe ndogo. Lakini jambo jingine ni kwamba wakati hii pembe ndogo inainuka, ingezing'oa pembe zingine 3. Ni lazima hizi pembe zingine 3 zitoke ndipo hii pembe iweze kusimama. Sifa ya 4 anasema ingekuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na hii inamaanisha ya kwamba inasema kwamba mwanadamu ndiye ambaye angekuwa mtawala wa hii pembe ndogo. Lakini tunaambiwa kwamba sifa ya 5 ni kwamba atakuwa mbali na hao wa kwanza. Tumesoma kwenye aya ya 24, ambapo hili maanisha kwamba hii pembe ndogo itakuwa ina sifa za kipekee ambazo
zingeitofautisha pamoja na zile pembe zingine ambazo zilikuwepo pale mwanzo. Kama ambavyo huyu mnyama wa nne alikuwa ni wa kutisha, asiyefanana na mnyama yote wa mwituni na mbali kabisa na wale watatu wa mwanzo, ndivyo ambapo ingekuwa hii pembe ndogo. Lakini sifa ya sita tunaambiwa kwamba huyo atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hii ni sifa nyingine ya hii pembe. Ukija ukisoma kwenye aya nyingine ya Ufunuo 13:5, tulisema mwanzoni ya kwamba tutaangalia Danieli pamoja na kitabu cha Ufunuo. Tunaambiwa kwamba aya inasema kwamba atanena maneno ya makufuru. Kumbe yale maneno ambayo anasema kwamba ni maneno makuu kwenye Danieli sura ya 7:25 ni maneno ya makufuru ambayo yanakuja kunenwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Sasa kwa nini hii pembe ndogo ya Danieli 7 ifananishwe kabisa na yule mnyama wa Ufunuo sura ya 13? Ufanani unakuja kutokana na vipindi vya kiutawala na sifa bainishi za mnyama wa kwanza wa Ufunuo 13:1 mpaka 11 pale, pamoja na hii pembe ndogo ya Danieli 7 ambayo imezungumzwa vizuri kuanzia aya ya 19 mpaka aya ya 25. Mfano, tumesoma hii pembe ndogo ya kwamba ingefanya kazi yake kwa muda wa wakati na nyakati 2.5 wakati. Sasa ukija kwenye kitabu cha Ufunuo, jambo la kufurahisha, Ufunuo 12 na Ufunuo 13, tunatajiwa habari ya kipindi cha wakati ambacho kinafanana kabisa na zile wakati na nyakati 2.5 wakati. Kwa mfano, angalia kile ambacho Ufunuo 12:14 inasema. Neno la Mungu linasema hivi: mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke ende zake nyikani, mahali hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati. Kwa hiyo ni mfanano kabisa wa pembe pamoja na yule mnyama wa Ufunuo 13. Kwa sasa hivi twende tukaangalie maneno makuu ambayo hii pembe inayasema, ambapo ukija kwenye Ufunuo 13:5 tunaambiwa kwamba ni maneno makuu ya makufuru. Ukienda kwenye kamusi yako ukaangalia maana ya neno kufuru, utaambiwa kwamba ni maneno au matendo ambayo kimsingi yananenwa au yanatendwa kinyume au yenye mrengo wa kumuasi Mungu. Ndio maana ya kufuru. Kwa hiyo unaona sasa kwamba tofauti na zile pembe 9 zilizotangulia, hii pembe ina elementi za kidini ndani yake, na ndio maana hapa yanatajwa maneno kufuru. Sasa kufuru ni nini? Kwa mujibu wa maandiko, kufuru tunaweza tukaiweka katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni kiumbe anapochukua nafasi ya Mungu, hiyo inaitwa kufuru. Nenda pamoja nami kitabu cha Yohana sura ya 10, na hapa tutaangalia aya ya 30 mpaka ya 33. Ni maneno ambayo Yesu alikuwa anaongea na Mafarisayo. Anasema kwamba kuanzia 30 anasema, mimi na Baba tu umoja. Hayo ni maneno ya Yesu. 31, basi Wayahudi wakaokota mawe ili wampige. Yesu anawauliza, nimetenda kazi nyingi nzuri miongoni mwenu, ni kwa ajili ya kazi gani kati ya hizo mnanipiga kwa mawe? 33 anasema, Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe kuwa ni Mungu. Ni kweli kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, lakini tunapata tafsiri ya kwanza ya kukufuru ya kwamba pale ambapo mwanadamu kiumbe anachukua nafasi ya kujiita ni Mungu. Lakini pia tafsiri ya pili ya kukufuru ni pale ambapo tunarudi tena kwamba mwanadamu au kiumbe anataka kutumia uwezo au anajimilikisha sifa ambazo ni za Mungu peke yake, hazistahili kumilikishwa mwanadamu. Twende kwa mfano kitabu cha Marko. Biblia iko wazi kabisa, haitaki tubuni jambo lolote. Marko sura ya 2 aya ya 7 unapata kisa cha Yesu akimsamehe dhambi mtu mmoja aliyekuwa amepooza. Ndipo wale waliokuwa wamemzunguka wanamwambia kwamba huyu anakufuru, anawezaje mwanadamu kusamehe dhambi? Nisome neno la Mungu linasema, mbona huyu anasema hivi, anakufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Kwa hiyo mtu ambaye atachukua sifa za kiungu, sifa ambazo ni za Mungu peke yake, atakuwa anakufuru. Na mtu ambaye atajiita kwamba yeye ndiye Mungu, au kiumbe chochote ambacho kitajiita ndiye Mungu, kitakuwa kinakufuru. Ndiyo tafsiri ya kufuru au maneno makuu ambayo yananenwa kwenye kitabu cha Danieli. Basi tuendelee kuziangalia hizi sifa. Hoja ya 7 ya utambulisho ni kwamba watadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Yaani katika wakati wa utawala wa hii pembe ndogo, watakatifu wa Mungu waliopo duniani watapitia nyakati ngumu na nyakati za taabu. Kwa nini? Kwa sababu hii pembe ndogo itakuwa ina mamlaka ya kuwatesa, kuwadhoofisha
pamoja na kuwaua. Lakini pia tuna sifa nyingine ya 8 ya kwamba itaazimu kubadili majira na sheria. Kama sehemu yake ya mchakato wa kupambana na Mungu wa mbinguni katika namna ya kukufuru, anasema ataazimu kubadili majira na sheria. Ndipo tunakuja kwenye sifa ya 9 na ya mwisho, yani utambulisho wa kipindi cha utawala wa hii pembe ndogo, ambapo tunafahamu kabisa kwamba hii pembe ndogo inalingana kabisa na yule mnyama wa kwanza wa Ufunuo sura ya 13. Hapa tunaambia kwamba nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 ya wakati. Sasa tunaenda kuangalia maandiko matakatifu ili tuone kipindi cha wakati na nyakati 2.5 wakati ni sawa na miaka mingapi au siku ngapi au miezi mingapi. Tunachotaka kuangalia ni kwamba hii pembe ndogo itaendelea kuwatesa watakatifu wake aliye juu na kuendelea na makufuru yake kwa kipindi cha muda gani. Na katika kufahamu hili, twende pamoja katika kitabu cha Ufunuo. Kumbuka ya kwamba kitabu cha Danieli na Ufunuo ni vitabu ambavyo vinafanana. Unaweza kuona fumbo lipo kwenye kitabu cha Danieli limefafanuliwa na Ufunuo, au fumbo lipo kwenye kitabu cha Ufunuo limefafanuliwa kwenye kitabu cha Danieli. Twende pamoja, tutajikita katika Ufunuo 11, 12 na 13 ili kuangalia hiki kipindi cha wakati, na kitabu cha Mwanzo pia kwa sehemu. Kwa hiyo tumekuja sasa katika Ufunuo 13:5, anasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Hapa tunatambulishwa miezi 42 ya kufanya kazi. Sasa hii miezi 42 ya kufanya kazi ni kwa miezi ya leo kwa miezi yenye siku kwa mwaka wenye miezi 12, tafsiri yake kipindi hiki ni miaka 3.5. Twende pamoja hapa. Kumbe ingepewa uwezo wa kufanya mamlaka yake kwa muda wa kwa mujibu wa Ufunuo 13:5 miaka 3.5. Neno la Mungu linasema hivyo. Lakini bado je, ni miaka 3.5? Twende tuendelee kufahamu na kufafanua kipindi hiki cha wakati ili tuweze kufikia mahali ambapo ni pazuri. Ufunuo sura ya 12 aya ya 6 tunaambiwa jambo jingine juu ya kipindi kile kile cha wakati. Kumbuka Ufunuo 12 ni kama utangulizi wa Ufunuo 13. 12:6 anasema yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Hapa zinatajwa siku 1260. Kumbuka ya kwamba siku 1260 ni sawasawa na miezi 42 na ni sawasawa pia na miaka 3.5. Sasa utaniuliza kwamba inakuwaje kwaje? Hapa tutakuwa tunatumia mwezi wa kibiblia ambao una siku 30. Na leo ninaenda kukuthibitishia kutoka kwenye maandiko matakatifu ya kwamba mwezi wa kibiblia hauna siku 28, hauna siku 29 au siku 31. Biblical month has got 30 days, no more, no less. Na hivi tunaenda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 7 aya ya 11. Kumbuka mtazamaji, lengo letu ni kuthibitisha kwamba mwezi wa Biblia hauna siku 28 wala 29 wala 31 kama miezi yetu ya leo. Anasema kwamba katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Sasa kumbe gharika ilianza. Tutaenda kuangalia gharika ilipoanza, gharika ilipoishia na muda ambao maji yalidumu juu ya nchi. Alafu tutafahamu kirahisi sana hii ni hesabu ya kawaida juu ya habari ya mwezi wa siku 30. Sasa pointi ya kwanza ya kunoti ni kwamba tarehe 17 mwezi wa pili mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu ndipo ambapo gharika ilianza. Pointi ya pili, Danieli Mwanzo 7:24, maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Pointi ya pili, maji yalidumu juu ya uso wa nchi siku 100 na ngapi? 150. Pointi ya tatu, Mwanzo 8:4, mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi safina ikatua juu ya mlima wa Ararati. Wao, tufanye hesabu za kawaida. Maji yameanza tarehe 17 mwezi wa pili kwenye mwaka wa 600 wa Nuhu. Imeenda mpaka tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 600 wa Nuhu.
hiyo ni miezi mitano kamili, tarehe 17 mwezi wa pili mpaka tarehe 17 mwezi wa saba. Lakini ukienda Mwanzo 7:24 tunaambiwa kwamba maji yalidumu juu ya uso wa nchi siku 150. Kwa hiyo siku 150 ni sawa sana na miezi mitano. Mwezi mmoja utakuwa ni sawa sana siku ngapi? 30. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninaamini hapo sasa tumeondoa huo ukakasi wa mwezi. Kwa hiyo tutakapokuwa tunatafsiri siku 1260 au miaka mitatu na nusu ya Danieli 7:25 au wakati na nyakati 2 na nusu wakati, tutakuwa tunatumia biblical month ambayo ina siku 30 na sio 29, 28 wala 31. Sasa twende pamoja kwenye Ufunuo sura ya 13. Tunaambiwa kwamba watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2 na nusu wakati. From biblical point of view, wakati ni sawa na mwaka huo mmoja. Nyakati 2 ni sawa na miaka 2 na nusu ya wakati ni nusu ya mwaka. Sasa twende pamoja. Wakati kumaanisha mwaka mmoja, nyakati 2 kumaanisha miaka 2 na nusu ya wakati ni nusu, kwa maana ya kwamba ni miaka 3 na nusu. Sasa ukija ukichukua zile siku 1260 ukazigawanya kwa mwezi ule wa siku 30 ili uone kwamba itakuwa ni miaka mingapi, unapata ni miaka 3 na nusu exactly. Kwa hiyo kumbe siku 1260 ni sawasawa kabisa na miaka 3 na nusu. Lakini pointi nyingine ambayo inaweza ikawa ni nzuri kwako ni kwamba hapa tunaambiwa kwamba watatiwa kwenye Ufunuo 13:5 kwamba watatiwa mikononi mwake kwa muda wa miezi 42. Ukichukua 42, yani miezi 42, ukaja ukazidisha kwa 30 ili uone zitakuwa ni siku ngapi, utapata siku 1260. Exactly ule muda ambao huu utawala ungefanya kazi yake katika kuwatesa watakatifu wa Mungu na kuwatumikisha. Hii identity ya 9 ya ile pembe ndogo. Sasa haiwezekani kwamba hii pembe ndogo ifanye kazi kwa miaka 3 na nusu au siku 1260 literally kwamba ni miaka 3 na nusu. Ni kipindi kifupi sana kwa utawala wote kuweza kuinuka, kusababisha kuanguka kwa falme tatu na kuweza kuinua mamlaka yake ambayo yangeweza kudumu kwa muda mrefu au yangeweza kuwa na impact kubwa kiasi kwamba yamerekodiwa na maandiko. Ndipo tunaingia kwenye kanuni nyingine ya kutafsiri maandiko, yani siku inayomaanisha mwaka. Hizi zote ni funguo ambazo zinatumika kutafsiri kitabu cha maneno ya kiunabii. Ukisoma kitabu cha Ezekieli 4:6 unaona kanuni ya siku kumaanisha mwaka. Unaweza kusoma pia kitabu cha Hesabu 14:34, siku kumaanisha mwaka. Kwa hiyo kumbe siku 1260 au miaka 3 na nusu au miezi 42 ni sawasawa kabisa na miaka 1260 ambayo hii mamlaka ya pembe ndogo ingewatesa na kuwatumikisha watakatifu wake aliye juu, yani watumishi wa Mungu.